Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. والله شوف الدخان كيف ايران كبيره، ما توقعت اشوف شيء كذا في النص النهار. تصور بدأ على الدور ال25 تقريبا. ايوه انا سامعهم طلعوا الناس. Bana, nikupe tahadhari, hiyo unayoiona hapo sio AI ama sio video bandia, yani picha ama video ambazo zimechukuliwa huko nyuma. Hiyo ni video ya leo kabisa, na ni mashambulizi hayo makubwa kabisa ya jeshi la Irani, yani wale walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Sasa video hizo zimeendelea kusambaa katika siku nzima ya leo katika mitandao mbalimbali na vyanzo vya taarifa kutokea Mashariki ya Kati, na video ambazo zinaonyesha namna ambavyo IRGC na jeshi zima la Irani likifanya mashambulizi mazito, mashambulizi makubwa ya kuangamiza katika baadhi ya maeneo ya washirika wa mataifa ya Kiarabu ambayo yanashirikiana moja kwa moja na Marekani. Na hii inakuja kufuatia onyo ambalo Irani ilitoa kwa mataifa hayo, Irani ikiambia mataifa hayo kwamba endapo itaendelea kushirikiana na Marekani moja kwa moja, basi itapokea kipigo kizito kule katika mataifa hayo, ambapo sasa leo Irani imefanya mashambulizi makubwa kabisa hayo katika miji mbalimbali. Hapo ni Dubai, na hapa kama ambavyo inaonekana hapo ni jengo kubwa kabisa, hilo ni Dubai ambalo lilikuwa likiteketea na moto wa kombora ambao lilitua katika eneo hilo uko Dubai. Lakini pia mali na hilo, Iran imeonyesha video ambayo inaonekana katika maeneo mbalimbali kombora likitua katika baadhi ya maeneo huko Mashariki ya Kati katika nchi ya Israeli, ambapo kombora hili limehadifiwa kutua katika mji mkubwa na kitovu cha biashara kule Israeli, na maanisha Tel Aviv, ambapo hapo kando na jengo la kihistoria Iran imeshambulia na kuangamiza vikali kabisa. Bana, huu ni mwendelezo wa ripoti maalum na ripoti nyeti kutokea Mashariki ya Kati, vita vya Irani na Marekani. Kabla ya yote, awali nikusalimu sana mtazamaji, kwa wale wenzetu basi nikutakie Idi Mubaraka, na nikwambie Idi Mubaraka kwa baadhi ya mataifa Afrika ya Mashariki, ambapo siku ya leo tunasherehekea sikukuu ya Idi al-Fitr. Kwa hivyo niseme basi Idi Mubaraka kwa wote ambao tunasherehekea siku hii leo, lakini kwa mataifa yale ambayo wako kule katika mataifa ya Kiarabu kule, inamaanisha kwamba Oman, kianisha Qatar, Saudi Arabia, wao tayari wameshasherehekea siku ya jana. Kwa hivyo basi ni mwendelezo tu wa sikukuu hii katika kuendeleza utamaduni huu wa kuadhimisha baada ya kutamatika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ama baada ya kuisha kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hivyo basi tuanze ripoti yetu kuu. Mimi ni chifu mkuu wa Itifaki, pale Instagram napatikana kama afisa3_official. Uwe nami katika mambo mbalimbali, ripoti na nini, basi nicheki kule tuweze kupaa zaidi kiangaza kimataifa, lakini pia na kwa mambo yote ya matangazo na nini, basi tuwasiliane hapo kwa ajili ya kuwekana sawa moja na mbili. Tuanze ripoti kuu kutokea Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani, ambapo siku hii leo mabomu mbalimbali na mashambulizi makubwa yameripotiwa Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani, ambapo Irani imeripotiwa kufanya mashambulizi makubwa kabisa hayo ya kuangamiza katika mataifa hayo ambayo yameripotiwa mataifa ya Kiarabu, ambapo Dubai ndio mashambulizi yamekitwa makubwa sana na upande wa Israeli, lakini pia na upande wa Bahrain mashambulizi makubwa yameripotiwa kufanywa na Irani, lakini pia na baadhi ya maeneo ambayo ni maeneo nyeti katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati. والله شوف الدخان كيف. ايران كبيره، ما توقعت اشوف شيء كذا في النص النهار. تصور بدأ على الدور ال25 تقريبا. ايوه انا سامعهم طلعوا الناس. الحمد لله. واحد قريب المبنى، الشرطه جايه يسمع السفارات. والله شوف الدخان كيف. ايران كبيره، ما توقعت اشوف شيء كذا في النص النهار. تصور بدأ على الدور ال25 تقريبا. Sasa taarifa kubwa si mashambulizi ya Irani, wala taarifa kubwa si kuangamia kwa hizo maeneo ambazo Irani imeshambulia, bali taarifa kubwa ni namna ambavyo Marekani ameanza kuhanga na kutapatapa zaidi katika vita hivi vya Irani dhidi yake kwa kushirikiana moja kwa moja na Israeli, ambapo Marekani ameanza kutapatapa vibaya mno, ameanza kuhanga, ameanza kuhangaika. Yani hivi sasa ndipo ambapo umma unasema kwamba Marekani ameanza kuchanganyikiwa, yani Trump, rais wa Marekani Donald Trump ameanza kuchanganyikiwa vibaya sana katika vita vyake hivi vya Iran na Marekani.
ambapo kwa siku moja ndani ya saa 6 ama masaa 4, yani Trump anatoa taarifa tofauti na taarifa zenye mipango tofauti, ambapo hata pia usaidizi wake anashinda kuelewa kwamba ni nini ambacho yeye anakizungumza, lakini tutakwenda kufahamu vyema hapo baadaye. Tuanze na ripoti kuu kutokea Iran, ambapo jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limeendelea kutoa maonyo makubwa sana kwa Marekani na Israeli, ambapo siku ya leo wametoa taarifa yao kubwa kabisa katika eneo la Mashariki ya Kati, vita vyake vinaendelea dhidi ya Marekani, ambapo msemaji wa jeshi la Irani yani IRGC kupitia taarifa kwa umma walitoa na waandishi wa habari, lakini pia na taarifa ambayo imechapishwa katika mitandao mbalimbali kutokea Mashariki ya Kati, ikieleza dhamira yake ya kuendeleza vita na kuendelea kuishambulia Marekani na Israeli. Bismillahirrahmanirrahim. دشمنان ما می‌دانند ادامه جنگ یعنی ویرانه دیگری بر روی پایگاه‌های ویرانه‌شان که قابل بازسازی نخواهد بود. نهال انقلاب اسلامی به درختی تنومند و ریشه‌دار و غیر قابل. Sasa msemaji wa jeshi la Irani yani IRGC bwana Ali Ambia, ambaye amekuwa akikaimu nafasi hiyo, jeshi la Iran limesema kwamba mashambulizi makali yataendelea kusikika na kulindima katika zile kambi na maeneo ya kimkakati ya Marekani kule Mashariki ya Kati, ambapo msemaji huyo amesema Iran itaendeleza mashambulizi makali yasiyokuwa na kifani, yani yasiyokuwa na mfano katika maeneo hayo muhimu ya Marekani, ikiwa Marekani inaendeleza uadui na inaendeleza kufanya ugaidi katika taifa la Iran kwa kuua viongozi wake, lakini pia na kuendeleza uhasama kwa mataifa jirani yanayokuwa karibu na Iran, ambapo msemaji huyo ameendelea kusema ya kwamba jeshi la mapinduzi ya Kiislamu IRGC litaendelea kutumia nguvu isiyowahi kuonekana ulimwenguni, ikisema ya kwamba ingawa taifa la Iran limeendelea kuomboleza na kupata hasara kwa baadhi ya viongozi wake, lakini bado iko imara zaidi, na hapo ni robo tu ya kile ambacho kinaonekana ndani ya Irani, lakini pia na mataifa yote jirani Mashariki ya Kati. Ameendelea kusema kwamba Irani haitaruhusu vitisho kuendelea kuzagaa Mashariki ya Kati na kuwepo ukanda huo, akidai kuwa mabadiliko ya muda mrefu katika uwiano wa nguvu yanaweza kuonekana dhahiri katika uwanja wa vita, yani si katika maneno na matambo mitandaoni. Afisa huyo wa jeshi la Irani na msemaji pia Ali Ambia amesema ya kwamba Irani itaendelea kupigana bila kusitisha vita hivyo muda wote ambao uchokozi na adui ataendelea kuwa sehemu ya mikakati ya wapinzani wao. Kwa hivyo vita vitaendelea zaidi, akisema ya kwamba maadui wanaelekea kushindwa na wamekuwa wakishindwa mara zote na mara kwa mara licha ya mashambulizi yanayoendelea. Msemaji huyu pia ameelezea maandalizi ya operesheni kubwa za kivita za mashambulizi kwa mataifa ya washirika wa Marekani kule Mashariki ya Kati, lakini pia na Marekani, ambapo amesema vikosi vyake vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu yani IRGC zimejipanga kwa operesheni nzito na operesheni kubwa zaidi za hivi karibuni, akisema kwamba operesheni hizo zitahusisha ufikiaji mbali maeneo ya mbali na eneo ambalo Irani ilipo. Kwa hivyo makombora hayo ambayo sasa hivi yatarushwa ni makombora ya kufika mbali zaidi, na athari zake akisema kuwa ni kubwa za angani kulikoni zile za ardhini. Kwa hivyo manake makombora hayo yatarushwa kwa wingi zaidi angani na umbali mrefu, akitoa onyo kwa mataifa washirika wa Marekani kukaa chonjo na mgogoro huu wa Irani dhidi ya Marekani kwa kushirikiana na Israeli. کاران حذف شود ادامه خواهد داشت. درنده خوهای کودککش بیقانون بیمرز که جنایت و ظلم عادت همیشگی آنها شده باید بفهمند. Ama sasa mbali na taarifa hizo kutokea Mashariki ya Kati ambazo zimeendelea kuzagaa katika vyanzo mbalimbali vya taarifa kule Mashariki ya Kati, sasa hasimu mkubwa wa mgogoro huu ama mzozo huu wa Irani ambaye ni rais wa Marekani Donald Trump, yeye ameendelea kutapatapa na kuhanga zaidi katika mitandao mbalimbali na vyanzo vya taarifa vya magharibi kutokea nchini Marekani, ambapo akizungumza na waandishi wa habari katika nyakati tofauti tofauti, bwana Donald Trump ameonekana kuongea maneno ambayo bado yeye mwenyewe pia hajui nini anachokiongea. Na hapa nitazana kauli ya kwanza ambayo alitoa Donald Trump akisema kwamba Marekani iko tayari kwa mazungumzo ya kusitisha vita, lakini Irani bado haionyeshi dhamira ya wazi ya kufanya mazungumzo hayo ya kusitisha vita, ambapo Rais Donald Trump amesema kwamba Marekani imejaribu mara kadhaa kufanya mawasiliano ya kuwatafuta Irani kama waziri wake mambo ya kigeni wa Irani bwana Abbas Araghchi, lakini bado hakupatikana. Akiyasema hayo yote, bwana Rais Donald Trump amesema their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And the next set of leaders are mostly gone.
And now nobody wants to be. Kwa hakika Marekani inahitaji sana mazungumzo na Irani, mazungumzo ya kusitisha vita, lakini hakuna mtu yeyote ambaye yuko tayari kwa ajili ya mazungumzo. Na hii ni kwa sababu viongozi wao wengi sana tayari wameshaondoka. Viongozi wao wengi sana tayari wameangamia. Ukweli ni kwamba tumeshawahi kujaribu sana kuwatafuta viongozi wakuu wa Irani ili kuweza kuzungumza juu ya kukoma kwa vita hivi, lakini viongozi hao hawaoneshe dhamira ya wazi juu ya mazungumzo ya dhati na sisi hatuwezi kumaliza vita. We're having a hard time. We want to talk to them and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to. And you know what? We like it that way. Na ni Rais Donald Trump, rais wa Marekani, bwana Donald Trump. Na katika mazungumzo yake mengine pia na waandishi wa habari, katika kauli yake nyingine, rais bwana Donald Trump alizungumzia juu ya matambo yake na namna ambavyo taifa la Marekani limekuwa kubwa, akisema kwamba taifa lenye nguvu kubwa sana katika vita vyote vile ulimwenguni, akisema kwamba kama waliweza kumkamata na kumteka ama kumnyakua rais wa Venezuela Nicolas Maduro aliyekuwa na ulinzi mkubwa na jeshi kubwa likimlinda yeye, na wakafanikiwa kumkamata, je, watashindwa kuondoa utawala wa Irani? Na maoni mengi sana kupitia vyanzo mbalimbali vya taarifa, ambapo maoni hayo yametolewa na wadau mbalimbali, wajuzi, wachambuzi wa masuala haya ya mizozo, ambapo wamezungumza mengi sana. Sasa Rais Donald Trump akizungumza hilo amesema, We're the greatest military in the world, the strongest, the greatest, and we're proving that when you can take Venezuela in a matter of minutes. Wakati tukimnyakua na kuiteka Venezuela, tulifanya hivyo kwa dakika chache sana. Tulimnyakua kipande cha mtu katika helikopta yetu ya kijeshi, ambaye mtu huyu alikuwa akilindwa vikali sana. Alikuwa na jeshi la watu, alikuwa na maelfu ya watu walikuwa wakimzunguka wakimlinda, na malango makubwa ya mageti ya chuma, lakini tulifanyikisha hilo kwa dakika chache mno. Hii inadhihirisha kwamba sisi ni watu ambao wenye nguvu zaidi. Sisi ni watu wakubwa sana, tunalo jeshi imara zaidi katika mambo haya ya kivita ulimwengu mzima, na hivyo Irani hatushindi kuondoa utawala wake, utawala ambao si sahihi kwa watu wa Irani. The United States Navy, the Marines, the whole military, we have the greatest in the world. I was so proud of what I did. Ni kauli nyingine hii ya Rais bwana Donald Trump ambayo aliitoa akizungumza na waandishi mbalimbali wa habari katika press yake ambayo aliifanya muda wa saa kadhaa zilizoweza kupita, ambapo hii kauli ya Rais bwana Donald Trump inaonyesha dhahiri kwamba tayari Marekani yuko na hofu kubwa ya vita vinavyoendelea baina yake na Irani. Sasa baada ya hapo, bwana Rais Donald Trump pia alizungumzia juu ya kuhitaji kwake kwa msaada kwa mataifa ya NATO na umoja wa kujihami, yani kura ya turufu NATO, ambapo akizungumzia swala hilo amesema kwamba Marekani inahitaji msaada wa karibu, japo imeendeleza operesheni zake huko Mashariki ya Kati, lakini inahitaji msaada wa karibu na msaada wa wazi kabisa kutoka kwa mataifa ya Magharibi na umoja wa kura ya turufu ama umoja wa kujihami, yani NATO. Ambapo akizungumza hilo amezungumzia pia kuhusu kufungwa kwa mlango wa bahari, akisema kwamba umoja wa kura ya turufu yani NATO unao msingi mkubwa na nafasi kubwa sana ya kutoa msaada wa kusaidia kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz. Ambapo Trump akizungumza hilo amesema, It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. Hormuz ni rahisi sana, vyovyote vile ambavyo jeshi la Irani likitia uzito pale Hormuz, lakini eneo lile linahitaji rasilimali za kutosha, kwamba linahitaji meli za kutosha. Kwa hakika pia nishati inahitajika ya wazi kabisa ili kuweza kufanikiwa pale Hormuz, na hivyo NATO hawana budi kutoa msaada wao ili kutusaidia sisi. Kwa sasa wako mbali sana na sisi, na japo walikuwapo na mpango na hamasa ya kufanya hivyo, na itakuwa vizuri sana endapo NATO itaingia kati, na pia itakuwa vyema zaidi kama endapo mataifa washirika wa Irani wataingilia kati, namaanisha China, lakini pia mataifa mengine yote ambayo wanashirikiana nao watu wa Irani. Countries including China, if the countries that use it, China uses it 90% of their energy. Japan is 95% of the energy. It would be nice if those countries would get involved. Ni kauli hiyo ya Rais Donald Trump, rais wa Marekani, ambapo wamezungumza pia katika nyakati tofauti tofauti, na hapa akizungumzia juu ya kufungwa kwa mlango wa Hormuz, kitaka mlango huo kuweza kufunguliwa. Japo kauli ya awali, kama umekuwa ukifuatilia taarifa hizi, ni kwamba Rais Trump alisema mlango wa Hormuz hauna maana yoyote kwa Marekani, na hivyo akisema kwamba mataifa mengine ndio ambayo yanatakiwa kuweza kushawishika kuweza kuachiliwa kwa mlango huu wa bahari wa Hormuz. Bado Marekani inaendelea kutapatapa, na bado Marekani inaendelea kuonesha anapoteza pakubwa sana katika vita hivi kati yake na Irani, akishirikiana moja kwa moja na Israeli.
bango ni kubwa mno Mashariki ya Kati, na bado mambo ni mengi sana huko Mashariki ya Kati ambayo yanaendelea kutokea, lakini pia kubwa ni vita vya Irani na Marekani. Sasa jambo la kuchekesha sana hapa ni pale alipoulizwa na waandishi wa habari juu ya Marekani anaendelea kuishinikiza Irani na kuendelea kuipiga vikali juu ya mpango wake wa nyuklia. Je, ni vipi kama Irani itaendeleza mpango huu wa nyuklia na itaendeleza vita, na endapo itafanikiwa zaidi kuweza kushambulia kutumia mabomu hayo ya nyuklia? Na hapa Rais Donald Trump alijibu kauli hiyo akisema ya kwamba kwa hakika tunafanya vyema sana katika vita hivi, tunafanya vyema sana kule Irani. Kila mtu anashuhudia kile ambacho kimekuwa kikifanywa kule Irani na vikosi vya Marekani na vikosi pia vya Israeli. Hivyo basi hatutoruhusu hata kidogo kuwaacha wa Irani waendeleze mpango wake wa nyuklia, kwa sababu tunaelewa fika kabisa kwamba Irani endapo wataachiwa silaha hizi za nyuklia, basi watazitumia na si kwa maslahi mengine, watakuja kuzitumia dhahiri kabisa, na sisi hatutoruhusu hilo kuweza kutokea. Bana, hapa ni mambo ni moto sana kutokea huko Mashariki ya Kati, ambapo hapa tayari Bwana Donald Trump ameonekana akiwa dilema, yani hakiwa njia panda, yani haeleweki kabisa. Akiulizwa hivi yeye anajibu hivi, akiulizwa vile anajibu vile. Bado taruki ni kubwa sana katika vita hivi, lakini pia bado inaonekana kabisa dhahiri kwamba Marekani ana uhitaji mkubwa mno wa msaada. Na hapa kama vile amezungumza na waandishi wa habari kutokea pale jijini Washington DC katika ikulu ya White House, ambapo Rais Donald Trump alizungumza na waandishi wa habari akisema kwamba bado Marekani inahitaji msaada wa karibu mno kuweza kuisaidia kuweza kuachiliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo amesema ingawa mataifa ya karibu na Irani yameendelea kujenga ushirikiano mkubwa na kuisapoti Irani, mataifa hayo amesema kama vile China, Japani na pamoja na Urusi, akisema kwamba wao wanashinikiza NATO. Bado hapa vita ni vikubwa, na bado hapa Marekani yuko katikati, yani anatapatapa katika vita hivi dhidi yake na Irani. Kila mmoja wetu hapa ni shuhuda wa wazi kabisa juu ya vita hivi vinavyoendelea baina ya Iran na Marekani na mshirika wake Israel katika kuishambulia Irani. Sasa bado mambo ni mengi sana, na bado kazi ni nzito kwa Marekani, bado kazi ni kubwa kwa Israeli kuweza kuidhibiti Irani, ambapo Irani kila kukicha inaanzisha operesheni yake mpya ya makombora, ambapo kwa mujibu wa taarifa kutokea Mashariki ya Kati, vyanzo vya ndani vya Irani vinasema kwamba Irani ina uwezo wa kuzalisha makombora kwa kila siku. Na kwa mujibu wa taarifa kutokea huko Mashariki ya Kati ni kwamba Irani mpaka sasa hivi bado ingali kutumia makombora yake ya zamani, yani yale makombora ambayo ni ya vizazi vya wahenga. Inasema kwamba bado ijaanzisha rasmi kutumia makombora yake yale ya masafa marefu, lakini pia makombora yake yale ya kisasa zaidi, ambayo hayo yakishambulia yanafika umbali mrefu, kama ambavyo msemaji wa jeshi la IRGC alipozungumza na umma akielezea namna ambavyo Irani ina nguvu katika makombora. Na Irani inasema kwamba ina uwezo wa kushambulia, yani vita ambavyo visivyoisha, na bado ikawa na uwezo wa kuwa na makombora yake, sababu makombora wao wanazalisha kila siku, na kila siku jeshi lake lipo kazini kutengeneza makombora, yani kuzalisha makombora mapya. Kwa hivyo vita hivi hata vikifikia miaka na miaka, Irani ina uwezo kumudu hilo, na ina uwezo wa kuendeleza vita kwa mujibu wa wao wenyewe wa Irani na jeshi lake la IRGC. Yapi maoni yako juu ya hiki ambacho kinaendelea kutokea huko Mashariki ya Kati, vita vya Irani na Marekani? Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki na hii hapa ni Yoma TV. Basi nikushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia na kuwa na sisi kila dakika na kila sekunde. Usisahau kusubscribe, lakini pia kututafuta kwa matangazo, huduma mbalimbali za kijamii, huduma za biashara, huduma za unamiliki kampuni, unamiliki kiwanja, unamiliki huduma zote zile ambazo ni ama unafanya biashara yote kubwa, basi unataka kupata wateja wengi ama huduma ya watu, yani umma, basi tufikie sisi hapa. Fanya mawasiliano ya kinifu na sisi kupitia hapo bio. Ukishindwa basi Instagram pale napatikana kama afisa3_official, yani afisa 3 mstari wa chini alafu official. Ni check hapo tuweze kufanya jambo kubwa zaidi, kupata matangazo makubwa na kwa huduma ambayo itakuwa ni nafuu pia kufikia watu wengi. Nikutakie Eid Mubaraka, tukutane wakati mwingine. Bye bye kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.